Bana, asante sana mtazamaji wa Kiswahili TV. Siku nyingine nzuri tunakutana kwa ajili ya kujadili mambo ya football, mambo ya mpira wa miguu, bila ambavyo matukio mbalimbali yanatokea, na kikubwa tunafahamu ligi yetu inaendelea, lakini kikubwa zaidi ni michuano ya kimataifa ambapo klabu ya soka ya Simba inashiriki kwenye hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho, na mechi ya kwanza ilishachezwa Misri kule Jumatano iliyopita, Simba na Al Masry, ambapo Simba alipoteza kwa mabao 2-0, lakini Jumatano ijayo tarehe 9 saa 10 kamili watacheza mechi ya marudiano. Mimi naitwa Nelly, Instagram natumia Nel IOTZ. Kama kawaida niko na Bwire Ismail ambaye tunajadili naye kila ambacho kilitokea Misri, kila ambacho kinaendelea sasa hivi hapa katikati, hamasa zikipigwa na afisa habari wa Simba Ahmed Ali, na wageni wengi wamekuwa wakialikwa, ikiwemo watu mashuhuri, watu wakubwa kwenye sekta mbalimbali. Rais wa TFF amealikwa, mtumishi wa Mungu Bulldozer Mwamposa amealikwa, lakini pia shehe mkuu wa Dar es Salaam naye pia amealikwa, ikiwemo mkuu wa Tabora Paul Chacha amealikwa. Kondo ambacho kimetuweka hapa kujadili kwamba nini ambacho kilitokea, nini kinaendelea na nini ambacho kinatarajiwa kwenda kutokea. Bwire Ismail wa kwanza kabisa hapa anaanza kutusimulia kidogo kilichotokea Misri, ndicho alichotarajia. Ya kwanza ni kweli, kwa majina naitwa Bwire Ismail Mustafa. Kikubwa tulichokiona kule Misri ni aina pia ya michezo ambayo tunaitegemea kwa Afrika, kwa sababu kwa Afrika kila mtu anakuambia ukiwa kwake lazima ana advantage kubwa ya kushinda kulingana na maandalizi yake aliyoweza kujiandaa akiwa nyumbani, na hilo ndo limeenda kutokea, na ndo maana hata siku ile tunachambua tuliweka tahadhari ya mchezo, jinsi gani unaweza kuwa na jinsi gani watu wawe na tahadhari, kwa sababu kila mtu ana advantage akiwa kwake. Kwa hicho kilichotokea, mimi nadhani kwa wana Simba ni wakipokee na wao wajue ni jinsi gani kiwapushi zaidi kwenda kutafuta matokeo wanapokuwa kwenye uwanja wa nyumbani, na sio kiwakatishe tamaa, kwa sababu tumeshaona kuna mechi nyingi sana ambazo labda Simba alikuwa akipoteza akiwa ugenini hata kwa idadi ya magoli paka 5, lakini yeye alikuwa anadili kwenye ile lengo moja tu ya kwamba anahitaji kufuzu ili atoka hapo aende kwenye hatua ambazo zinazofuata. Kwa hiyo mimi naona kwamba Simba wao ni kuchanga karata zao, na kilichotokea kule Misri, mapungufu na kila jambo ambalo kila mtu analisemea ya kwamba labda hapa kulihitajika hiki, hapa kulikuwa na mapungufu haya, hiyo ni aina ya michezo hii ya Afrika ilivyo, na ndio maana tukiongelea hayo tunaongelea pia kwenye mechi ya Yanga dhidi ya Mamelodi Sundowns. Tuliyaona hayo baada ya kushindwa kupata magoli hapa nyumbani alichoenda kufanywa kule, kwa sababu kuna goli ambalo watu walisema kabisa ile ilistahili kuwa goli, lakini mwisho wa siku alikuweza kuwa hivyo, kwa sababu ni aina ya hii mechi ya kwamba kila mtu ashinde kwake, na mimi ninaamini katika hilo ya kwamba kuna mapungufu mengi ambayo pia tuliyaongelea kwamba siku ile kwamba inatakiwa washambuliaji wa timu pia ya Simba wawe wakatili kwenye lango la mpinzani. Hizo weakness pia zimetokea, lakini huwezi kuwalaumu 100% wachezaji, lakini mimi nadhani ya kwamba yale ndio mapungufu ambayo yanapaswa sasa kuyaboresha wanapokuwa nyumbani. Na wengi wanamtaja kocha kwamba anachelewa kufanya sabu. Siku ile amefanya badiliko moja tu, substitution moja ya Ateba. Wanahisi kuna watu wangefaa kupewa nafasi, kina Debra Mavambo, mtu kama Chasambi, baada ya Kibu kukwama kutokuweza kudeliver. Tunamtegemea pengine Chasambi angeleta kasi ya mchezo. Cha kwanza kocha kuchelewa sabu, lakini cha pili watu wanamlaumu kama hivyo Ateba ni top striker, lakini hivyo Mpanzu pia watu wanasema anakimbilia sana pembeni, apigi cross kwa wakati, anajaribu kwenda anao nyingi, anashindwa kutoa cross. Baadhi ya mapungufu kama hayo binafsi wewe kama kwa jicho lako unaweza ukaeleza vipi? Kwanza lazima tujue kwamba kocha alikuwa ameingia na mkakati gani. Mkakati wake
labda alikuwa anahitaji sana nguvu ya Ateba kuliko kuhitaji mikimbio ya Steven Dese Mkwara kwenye eneo la mwisho, kwa sababu hizi mechi ni mechi za kimataifa na pia zina mbinu zaidi kuliko mtu anavyofikiria kwamba unataka tu ukacheze au unataka mshambuliaji wa aina gani. Nadhani chaguo lake lilikuwa sahihi, aliona kwamba Ateba ndiye mshambuliaji ambaye atamfaa kwa siku hiyo, kwa sababu tukiangalia mechi za hapa karibuni mshambuliaji ambaye yeye alikuwa anamchukua kama mshambuliaji namba 1 ndani ya Simba alikuwa ni Dese Mkwara, lakini sasa kwa nini alimwacha na akapredict kwenda na Ateba? Maana yake kuna kitu alikuwa anakihitaji kwa Ateba. Kwanza nguvu ya Ateba, anamjua Ateba pia ameweza kucheza na hawa Waarabu, ana uzoefu mkubwa wa kuweza kuwajua na kungamua mbinu zao, jinsi gani aweze kwenda kucheza nao. Kwa hiyo kuna namna, labda nikukumbushe, kuna kipindi ya Simba ilikuwa na mshambuliaji mmoja alikuwa anaitwa Chris Mugaru. Chris Mugaru kwenye kufinish alikuwa sio mtu mzuri, lakini Chris Mugaru alikuwa anakusaidia kukaa na mali huku timu ikija kumjoin. Unaona? Sasa kuna namna ya hawa wachezaji jinsi ambavyo unaweza ukawatumia kwenye kila mechi. Mtu hapo ndipo unapojua kwamba lazima watu waheshimu ya kwamba kocha kukosidi zile goli sio tatizo, ila tatizo kocha aliona yuko bado kwenye mbinu yake na muda ambao ameweza kumtumia mshambuliaji wake ambaye ni Ateba, aliona kabisa ni mshambuliaji sahihi. Kwa hiyo mimi nadhani ya kwamba kwenye vitu kama hivyo tuwape heshima na tuupe heshima mchezo wa soka, ya kwamba uwezo wewe ukawa wa kushinda kila mechi, jua kwamba pia wengine wanapokuwa nyumbani wanajiandaa zaidi na kimkakati na mbinu kwa ajili ya kwenda kufesi mpinzani. Swala mabadiliko, kuchelewa kufanya mabadiliko ya mabadiliko, ndo maana nikasema kwamba kila mtu anapoingia kwenye game huwa kuna mbinu. Labda kocha aliona bado mbinu zake ziko sahihi, kwa sababu kila alichoingia nacho bado alikuwa anakiamini ya kwamba bado wako kwenye nidhamu ambayo mimi nilikuwa nataka. Kwa hiyo uwezo ukafanya tu mabadiliko kwa sababu kuna mtu anahisi ya kwamba unatakiwa umbadilishe. Kosa za Ateba inaweza isiwe sababu, lakini ikawa sababu ya so lazima sio Ateba, yani ni timu nzima, kwamba Chaza wao kuonekana kuwa na ufanisi, Kibwa kuonekana kuwa na ufanisi, pengine wangengevo kina Chasambi, kina Dibra, Mpanzu anaonekana alikuwa na mambo mengi kwa wakati ambao timu inapaswa kuwa direct, twende kwenye penalty box tupige cross, Ateba afunge. Hapo ndipo ambapo watu, yani shida sio Ateba kutoka, shida ni mabadiliko, na imekuwa ni mara nyingi kocha wa Simba anaonekana anachokikosa anachoanza nacho amekuwa kama mzito kufanya substitution. Ya mimi nadhani kwenye hilo swala tuheshimu pia na mbinu za mkakati kwa wapinzani, kwa sababu hata wapinzani wenyewe waliuacha mpira kwanza kwa Simba, na hiyo ndio imekuwa kasumba yao. Hata ukiangalia mechi waliocheza jana waje leo, wao wamewaachia pia wapinzani wacheze mpira japo wametoa sare kwenye ile mechi. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba mpinzani pia amechagua kukaa nyuma ya mpira. Kwa hiyo uwezi ukaenda wewe kwa 100% ya kwamba labda ulikuwa umemweka Eli Mpanzu apate nafasi kubwa kwa ajili ya kudribble na kwenda kupiga cross ambazo watu walikuwa wanazihitaji, lakini anakutana na pia na yeye na vizingiti ndani ya mchezo. Na pia kuna hali ambazo huwezi kujua kwamba kuna namna gani kwa ndani ya mchezo unakuwa inatokea kwa wachezaji, au ukawaona kwamba wachezaji wetu, labda wachezaji wa Simba kuna jambo wamelifanya lakini alikuwa sahihi, labda walikuwa wanapaswa kufanya hivi, lakini huwezi kujua kwamba mkakati wa kocha zilikuwa ni nini. Kwa hiyo lazima tumheshimu kocha, tujue sasa labda hapa nyumbani atakuja na mbinu gani kwa ajili ya kusaidia timu yake kwa ajili ya kufuzu. Watu pia wanazungumzia swala la team captain Mohamed Hussein kutokuwa na approach kwa referee kutazama baadhi ya matukio katika mechi nyingi, sio tu ya ile ya Al-Masry, kwa sababu kuna Ateba alionekana kufanya madhambi na pengine VAR ingetazama ingeweza kutoa matokeo chanya kwa Simba. Shabala ameonekana kuwa kama ana kariba fulani ya upole, hawezi kushinikiza watu, akaopt kwamba pengine kwenye mechi za kimataifa achaguliwe captain mwingine. Anaweza kawa Ngoma anaongea Kifaransa, kama unakutana na waamuzi ambao ni wa Faransa, pengine lugha inaweza kuwa tatizo na nini. Ili kwa kweli unalionaje? Ya kwanza ukichukulia Ngoma ni captain. Yes. Captain namba 2 na Mohamed Hussein captain namba 1. Mimi nadhani ya kwamba ni aina
labda ya game na kule alipokuwa, kwa sababu saa nyingine sio kwamba tu upole, ila mtu anaangalia pia na mazingira, na pia mazingira yamekuwa kwenye hizi mechi za Afrika. Narudia tena, hizi mechi huwa zina namna ya maamuzi ya kipekee. Yani hata kama ungeenda kumforce referees, labda ukapambana naye kwa namna moja ama nyingine, lakini unapokuwa away uko away tu. Yani kuna jambo ambalo uwezi ukapata. Yani kuna aina ya maamuzi lazima yatakukataa tu ukiwa kwenye mechi ya away. Kwa hiyo ndio ni kweli wangeenda kushinikiza, lakini mwisho wa siku unaweza ukatoka mchezoni moja kwa moja. Nadhani wao kikubwa labda falsafa ya timu nzima waliona ya kwamba sisi tuende concentrate na kucheza mpira, tuachane na hizi lapsha za referee, sisi tudiri tu na mpira kwa sababu hawa wako nyumbani. Na mimi nadhani ya kwamba ndio hivyo imekuwa kaliba ya hizi. Lakini Bwire, ni kama timu imepoteza mabao mawili na ndio timu pekee ambayo ilipoteza mabao mengi kwenye hatua ile ya zile mechi za kwanza. Ni kama kila kitu unatetea Bwire, kwamba kila kitu kilikuwa sahihi. Captain alikuwa sahihi, kocha alikuwa sahihi, wachezaji wote walikuwa sahihi. Ile timu ilipoteza mabao mawili na ndio timu ambayo ilifunga mabao mengi. Timu nyingine zote kwa zilipoteza mabao moja, sare. Ni kama unatetea sana. Hapana. Ukiangalia klabu bingwa kuna timu imepoteza. Tunaona kwa kombe la shirikisho tu. Sawa. Basi ukiangalia kwenye mechi hizo huwezi kusema kwamba labda natetea. Hapana. Siwezi kutetea. Ila kuna namna unaangalia hizi mechi. Unajua tushakuwa na uzoefu kidogo wa hizi mechi za Afrika, jinsi watu wanavyocheza au unavyokuwa uko away ni tofauti na watakavyocheza nyumbani. Kuna nyumbani unaweza kumkuta central striker atakuwa ni Steven Dese Mkwara, kwa sababu timu itakuwa imejiachia moja kwa moja kwa ajili ya kwenda kushambulia kupata matokeo. Lakini unapokuwa unaenda kucheza away, approach yake huwa ni tofauti. Na ni kama Simba alikosea kucheza ugenini kama yuko nyumbani, kufunguka sana afu anaacha mianya nyuma inapigwa ndefu imo. Ni kama Simba alikosea kucheza ugenini kama yuko nyumbani, yani anafunguka anaenda muda wote. Hiyo pia ilikuwa ni overconfidence, kwa sababu mpinzani tayari yuko nyuma ya mpira. Sasa utafanyeje? Kwa sababu Simba nao walikuwa wanashawishika kwamba lazima tupate goli kwa Al-Masry ili tunaporudi nyumbani sasa na sisi tuwe kwenye hali nzuri ambayo inaweza ikatusaidia. Yote kwa yote mimi nadhani ya kwamba kinapokosiri goli ukiwa away ni nafasi kubwa ambayo itakupa wewe kujipanga unapokuwa nyumbani. Na hili limeshatokea mara kadhaa ya kwamba unapoona kwa mfano tukichukulia mechi zidi ya Wydad, ni mechi ambayo Simba alihitaji kupata goli 2 ambazo yeye angeweza kufuzu kwa ile goal difference, na aliweza kufanya hivyo. Mwisho wa siku head to head kambeba, kwa sababu kule alikuwa ameshakosidi goli 1 tena kwa Wydad ambaye ni timu kubwa, japo alikosidi kwa dakika za mwisho ile. Watu wakasema ingewezekanaje labda hapa hivi labda angefanya tu, lakini mwisho wa siku ndo ameshakosidi goli. Mimi ninachosema kwamba wana Simba ni kaza kwa huyu muda uliopo, ya kwamba wanakuja kujiuliza kwenye mechi ya nyumbani, na hiyo ndo advantage walionayo, kwa sababu unakuja kujiuliza nyumbani kwa mashabiki wako na ukiwa umekosidi goli 2 kule ugenini. Kwa hiyo ni kitu ambacho kitampa yeye kuweza kupambana ndani ya kiwanja. Kwa mfano tukichukulia hata mechi zidi ya Canal Red Devils, alikuwa amekosidi goli 2-1. Angalau kule alikuwa ameshapata goli, lakini kufika hapa kwa Mkapa tayari akaruhusu tena goli la 2, akaruhusu tena goli lingine la 3. Sasa mwisho wa siku kilichofuata ni nini? Ni ukomavu sasa wa wachezaji kujua kwamba sawa, tumesharuhusu magoli, ni nini ambacho tunakifanya tukiwa nyumbani? Ni kupambana kwa ajili ya kuipa timu ushindi, na pia kuondoa namna fulani zile wanasema, yani zile kalba za uchoyo, kwamba kila mtu lazima anataka afanye kitu. Unaposhindwa kwamba mimi siwezi kufanya kitu, mpe nafasi mwenzako, mpe nafasi mshambuliaji mwingine, au mpe nafasi mchezaji yeyote ambaye yuko kwenye nafasi nzuri aweze kuscore. Kwa hiyo sana mimi ninachoshauri wao kwa hapa mechi ya nyumbani wacheze kitimu zaidi kuliko kuangalia manufaa ya mtu mmoja binafsi. Na kwa mtazamo wako tegemea Simba iendeje? Nikashambulia zaidi kutafuta, kwa sababu inahitaji mabao 3. Iende hivyo, wakati ikienda hivyo inaweza kujikuta tena inaruhusu bao, au nategemea mwalimu aendeje? Kikosi kile kilichoanza Al-Masry unategemea kukiona, unategemea mabadiliko kidogo, Fondo kama amepona unategemea pengine kumuona, au unategemea kikosi cha aina gani, na unategemea mfumo huo wa aina gani, kwa maana ya kushambulia au pengine kuchezaji?
Ya, kwanza mfumo ambao mimi ninaamini, yani ninavyojua falsafa kwanza ya Al-Masry atakavyokuja, kabla hatujamuongea Simba. Al-Masry lazima atakuja kujificha nyuma ya mpira. Kwanza akiwa anategemea kukushambulia kwa counter attack, au anakuwa na ile nani nyingi sana za kujiangusha mara nini, yani yule janja ambayo kumuondoa Simba mchezoni. Sasa Simba ni wao wawezi kungamua hilo, na kungamua hilo lazima wachezaji wote wajue kwamba wajitoe kwa jinsi gani ya kuweza kupambana kwa Al-Masry, kwanza kwenda kumfungua kwenye eneo lake na kujua ni jinsi gani waweze kupata magoli angalau hata kipindi cha kwanza, kama inaweza ikapatikana at least hata mawili. Achana na hayo kwanza ya kwamba kupata sui matatu, hapana, angalau wapate mawili ambayo kidogo yatakuwa yanawasaidia na kuwa pressurize kwamba hata wao nao waanze kujua kwamba tutafute goli, hatuna cha kupoteza, lazima na sisi tuanze kutafuta goli. Hiyo itawaruhusu pia Waarabu kuanza kufunguka na kuanza na wenyewe kwenda kufuata mchezo. Lakini vinginevyo hii mechi ninaiona Waarabu wakiwa compact, wakiwa nyuma kwenye mchezo, yani hawatakuwa na pressure aina yoyote. Yani ukitoka mpira, nadhani wachezaji wa Simba ndio watakuwa faster kwa ajili ya kufuata ule mpira, kwa sababu Ball Boys ni wa hapa, angalau watasaidia kuleta ile mipira kwa haraka ili kuweza kuendelea na mchezo vizuri. Lakini ninachokiona itakuwa ni mechi ngumu na sio mechi rahisi kama wanavyofikiria. Italeta urahisi au wepesi kama Simba waweza kuingia mchezoni kwa yani wao kwanza ni kushambulia, kwa sababu tayari umesha concede goli mbili ukiwa ugenini. Ila unapoenda kushambulia adui, ni nini ambacho umeacha nyuma? Lazima wajue kwamba wanaenda kushambulia, lakini wajue kwamba jinsi gani wameweza kujilinda, kwa sababu Waarabu pia nao ni wazuri kwenye counter attack, kwamba unaenda lakini na yeye ana uwezo pia wa kuja na kukufunga. Sasa hilo ndo swali linapokuja hapo ya kwamba tufanyeje. Lazima watu wa nyuma, backline ziweze kuwa organized. Yani kwanza ni kupunguza mikimbio kwanza ya kina Shabalala. Yani hiyo ni kweli ya kwamba lazima wapunguze mikimbio ambayo wawe kwanza na uhakika wa matendo ya kwamba unavyovarap, je, kuna uhakika huku mtu amebana ile nafasi yako, namba 6 wetu labda analinda vizuri nani ya backline. Yani kuwe na namna fulani ya majukumu ambayo yanahitaji kila mchezaji ndani ya kiwanja awajibike, sio tu labda kwa mchezaji mmoja mmoja, ila kila mtu iwe ni teamwork. Kwa tunaendelea kujadili basi michezo, hususan mechi ya Simba dhidi ya Al-Masry Jumatano. Hii ni Kiswahili TV unaendelea kuitazama. Mimi naitwa Neli, huyu mwenzangu ni Ismail Bwire. Ambacho nataka cha mwisho cha kumalizia ni umuhimu wa kualikwa kwa baadhi ya viongozi, akiwemo rais wa TFF na rais wa Sekafa. Wallace Karia amealikwa, lakini pia amealikwa Bulldozer Boniface Mwamposa, amealikwa Sheikh mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, amealikwa mkuu wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa Paul Chacha. Hii inatija gani katika kuanikiza na kushinikiza matokeo mazuri kupatikana siku ya Jumatano? Kwanza ina nguvu kubwa kwa sababu tayari kwa wana Simba wengi unakuta kulikuwa na moyo fulani, yani kama kukata tamaa. Lazima kuna watu watakuwa wamesha hii mechi tutawezaje. Kwanza unapomchukua mtu kama Wallace Karia, unajua kabisa ndo rais wa TFF ambaye ndo mwenye mpira wake Tanzania, na Simba Sport Club ndo wadau wa TFF. Kwa hiyo kwa kumheshimisha Wallace Karia na kumpa heshima yake, lazima umuite kwa sababu aje kwenye mechi ya kimataifa aweze kushiriki. Hiyo kwanza ni heshima kubwa ambayo wamempa Wallace Karia. Na pia ukiangalia mtumishi wa Mungu Mwamposa, ni mtu ambaye kwanza mwenye ushawishi mkubwa, mtu ambaye mwenye nguvu kubwa nchini, tunajua hilo halina doubt. Na ukiwa na watu hao, ina maana tayari kuna jambo linaongezeka ndani ya kuendea mechi yenyewe. Kwanza unakuwa na maombi pia ambayo yatafanyika kwa ajili ya kuendea mechi zenyewe. Kuna mkuu wa mkoa ambaye ni shehe wa mkuu wa mkoa, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Ni shehe mkuu shehe wa mkoa wa Dar es Salaam, Waridi. Yani yule kumuita pia ni nguvu tayari, ujue. Yani yeye kumuita tu yule pia ni nguvu ambayo ni nguvu ya ushawishi imeongezeka pale. Ya tayari anakuja kuleta kitu ndani ya hiyo mechi.
Ukiachana na huyo mdau mwingine labda Paul Chacha, huo kuna utani pia wa jadi. Unajua kuna utani wa jadi huwa upo Simba na Yanga, ya kwamba ukitaka hivi vilabu vikupende, kuna jambo yani lifanyika kwa upande mwingine, lazima upande mwingine uwini ile situation. Kwa hiyo tunajua iliyotokea kule Tabora, kwa hiyo kuna namna pia wameona ya kwamba naye akaribishwe kwa ajili ya kuja kujoin kwenye hiyo mechi. Na pia ukiacha hapo, na wadau mbalimbali lazima watavutika na watakuwa na shauku kubwa ya kwenda kuiangalia hiyo mechi. Kwa mfano leo ulikuwa ufuatilia Mwamposa akiwa kanisani akitoa jinsi ya mwaliko wa Simba, tunaenda kama mtu na matunguli yake hayatafanya kazi na nini. Kwa hiyo kuna namna imeshaongeza masa, sio tu kwa wadau wa soka, bali inazidi kuvuna na kuongeza wengine ambao pia walikuwa wafuatilia mchezo wa mpira wa miguu waanze kushawishika na kujua kwamba kumbe sio tu watu kama wanavyokuwa wanasema labda mpira huu unatakiwa watu wa aina fulani tu, au huu mpira unakuwa na watu wa aina fulani. Kumbe wote wanaweza kujumuika na wakaleta kitu kimoja ambayo kinakuwa kama ni familia ya michezo. Aina noma. Basi Kiswahili TV ndio ambao unaitazama, tulikuwa tunajadili michezo. Kikubwa tumeiangazia zaidi mechi ya Simba dhidi ya Al Masry ambayo itachezwa Jumatano tarehe 9 saa 10 kamili za jioni. Hii ni Kiswahili TV, endelea kututazama. Sawa, pia kusubscribe channel yetu kwenye YouTube channel ili uweze kupata notification ya stories zetu tunapokuwekea za michezo, burudani, ikiwemo za kisiasa pia na za kijamii.